Zanzibar, Zanzibar, maono. Zanzibar, mwelekeo. Zanzibar, nyumbani. Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji wetu wa Gumzo la Dira Zanzibar. Karibuni tena katika silsila hii ya tatu ya gumzo letu. Kama ambavyo tulitangulia katika ufunguzi wa kipindi hiki wiki mbili zilizopita nyuma, kwamba tumerejesha Dira Zanzibar katika mfumo huu sasa wa mazungumzo kwa njia ya Zoom, lakini spirit ama moyo wa dira hii Zanzibar ni yule ile ya Dira Gazeti ilivyokuwa zaidi ya miaka 20 iliyopita, kuzungumzia masala yanayohusu Zanzibar kwa kina, kwa ufasaha na kuchambua kwa maslahi ya nchi yetu ya Zanzibar. Tumebahatia kwamba leo hii tumempata mmoja wa waanzilishi wa Dira ambaye kuanzia leo atakuwa nasi hapa, Bwana Hamza Rijal, ambaye hatukuwa naye katika vipindi hivi vilivyopita nyuma, lakini alhamdulillah tuko naye hivi sasa, na tumeungana wengine hapa na Bwana Ali Saleh Albato. Mara nyingine pia tunaye hapa Bwana Abdul Latif Abdul Fattah Musa. Waungwana, karibuni tena kwenye kikao chetu hiki cha Dira Zanzibar. Tumekaribia. Asante sana. Asante. Kwa kuwa Sheikh Hamza leo ni siwa kwa mwanzo hapa, ni mgeni au mwenyeji apone, tutaanza na wewe kwa sababu na wewe si mgeni wa hakika, lakini kwa sababu ni siku kwa mwanzo kuja hapa. Wakati tunafungua kipindi mazungumzo yetu katika ile wiki ya mwanzo, Albato alituambia hapa kwamba alitudokelea siri kwamba ulishampatia nakala za magazeti yote ya Dira kwa njia ya soft copies, na kwa hivyo tunapo katika mchakato sasa kuweza kuyapandisha yale katika mtandao, ili Dira Gazeti la zamani lilokuwa nalo lile liweze kusoma na vijana wa sasa. Tunajua kwamba karibu ni kizazi kimeshapita, takriban haijafika karibia, manake tangu mwaka 2003 2004 ilipopigwa marufuku, hasa ni karibuni miaka 20 na ngapi, miaka 22 tena au zaidi kidogo imeshapita. Kwa hivyo kuna watu ambao saizi wako vyuo vikuu wana miaka 22 kiasi, basi ndio kizazi, wako vyuo vikuu, wako sekondari ya juu, ambao hata hawajui kwamba kuna kitu inaitwa Dira. Kwa hivyo alhamdulillah kwamba kwa jitihada zako kumbe uliyahifadhi yale na yamepatikana sasa, na kwamba tutaweza kuana. Kwa hivyo kidogo naomba tuanzie kutuzungumzia hili kwanza, hii tunu ambayo uliitunza kwa zaidi ya miongo miwili na sasa alhamdulillah ipo mkononi kwamba tunaweza tukaichapisha. Tuelezee kidogo kuhusu hili kabla tujaingia katika mazungumzo ya leo kwa kina. Ghasani, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alotunza si mimi, alotunza ni Ali Saleh. Nikamwambia Ali kwamba ukiwa unayo, mimi na send scanner ambayo naweza kuscan kitu cha peji tuseme 30 kwa chini ya dakika 10, na vijana nafanya kazi nao, wenilete. Akaniletea, lakini nikamwambia usialete yote, lete kwa awamu. Kwa hivyo nafikiri tumescan labda mpaka magazeti 15 au 20. Sasa jambo zuri kuwa na backup. Kwa hivyo nikutumie wewe, tumie na yeye, alafu tuamue kinachofuatia ni kitu gani. Lakini mi nataka kusema kitu kimoja kabla hatujaingia katika mazungumzo, na sijaangalia huko nyuma tulizungumzaje. Mi nataka kusema kwamba Zanzibar tulikuwa na magazeti mengi sana. Ukienda pale archive, ukiingia kwenye archive zenyewe ambayo ni accessibility kwa kila anakwenda kuomba anachotaka kukifanyia kazi, ukiingia upande wa kushoto kuna kabati la vioo. Lile kabati lina magazeti yaliyopita: Mwongozi, Kipanga, Kiongozi, Adal Insaf, Ero, Mazungumzo ya Walimu, Samachar. Kuna magazeti tofauti, kuna za news. Sasa haya magazeti napotea. Nasema kuna Falak pia, usio Alfalak liko pale, yani magazeti mengi hapo.
Halafu utakuta kama King George VI walikuwa na journal lao, yani ndo Lumumba hii sasa, walikuwa na journal lao. Na wale walikuwa katika journal lao wana drama, wana poems, wana michezo, na hapa ndo huyu guji wetu Profesa Gurna ndo alikuwa anaanza kujitokeza. Yeye aliongoza michezo mingi ya Shakespeare na alianza kuonyesha uwezo wake wa lugha tangu yuko primary, sio secondary. Kwa hivyo magazeti ni mengi. Sasa kuna magazeti yalikuwa ni mrengo wa kushoto, mrengo wa kulia, tuache hiyo. Lakini mimi ninachokiona, na nataka kukuombeni wenzangu na kuwaomba wengine wote, kwanza sisi ni nani? Sisi ni nani? Kwa hivyo nitajijibu mimi, unaweza tukawa hajalipata lile swali. Sisi ni Wazanzibari, sawa? Sisi Wazanzibari tunataka nini? Tunataka maisha bora. Tunataka nini? Tunataka maisha yenye matumaini. Tunataka nini? Tunataka tuwache kubaguana, sawa? Sasa hii tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka nini? Twende nzuri, positive, positive, positive. Sasa dira lilileta mwamko na ikaleta hamasa hata watu wengine. Nakumbuka siku moja nakutana na mheshimiwa mmoja Markiti pale darajani, akasema hivi, hebu nipeni hilo gazeti la wapumbavu. Sasa wewe gazeti la upumbavu la nini? Lakini alikuwa hataki kuonyesha kwamba yeye ananunua dira. Sasa yule muuzaji akanambia hakosi hilo. Sijui umenipata. Sasa nataka kuja kwa kitu kwamba ikiwa sisi sote tuwe wamoja, basi tuwavute wengine ambao, mimi naweza kusema I'm neutral, siko kulia, siko kushoto, ingawa kuna watu wananiona mimi niko mrengo fulani. Sasa tuwe sote watu wa aina yote tunaingia katika dira, alafu humu tuwe tunakosoana, humu tuwe tunaongozana. Sasa uliniambia umesuggest mtu fulani aje na Ali ndo alokupa, si ndio? Sasa ninachokihisi watafute wale ambao si Ghassan, si Abdulatif, sio Ali, sio Hamza, aje na tuwalazimishe, tuwaconvince, alafu tena tuje tutandike jamvi, tuanze kuzungumza mada ambazo ni kama zile za dini. Wakiwa hawataki, hilo ni jambo lingine, lakini sasa tunaonyesha mkono, jamani, si tunataka kuja pamoja na tuwe katika pointi ambao tuko pamoja. Mkituachia tuwe tunasema sisi peke yetu, basi tutasema tutakavyo tu, alafu utakuwa huko mnakosoa. Nachokiona mimi na nachokiamini kiwe hivyo. Sasa sisi tulikuwa na dira ilionekana kama ni upinzani, lakini ilikuwa si dira, ilikuwa kama kiongozi huku Jafro Shirazi na kama muongozi huku Hizbu, na kama za news ilivyokuwa Umapati ambao ilitoka kwa muda mfupi. Kiongozi akieleza yake ya harakati ya kueleza mtu mweusi, huku ukija kusoma mwongozi alikuja kuwa editor wake Ali Muhsin. Unalikuta mwongozi ni gazeti ambalo lilikuwa really la ukombozi. Utakuta kwamba unaposoma mwongozi utakuta FNL ya wapi ya Algeria katika harakati zao ziliungwa mkono na gazeti la mwongozi. Utasoma Mau waliungwa mkono na mwongozi. Unanipata hapo? Kwa hivyo ilikuwa ni la kitaifa zaidi mwongozi. Alafu utalikuta lile mwongozi ina kitu chingine ambacho huwezi kupata katika gazeti. Nazungumza gazeti, nazungumzi jarida, journal. Unakuta kwamba Sheikh Abdallah Saleh Farsi ile tafsiri yake ya Qurani tukufu
eka kwa mlolongo, aliserialize katika mwongozo. Unalipata eh? Sasa unapokuja kusoma kiongozi cha mwenyewe mzee Mtoro Rehani, unakuta ni ukombozi, ni ukombozi, ni ukombozi tu na swala la vijembe. Sasa tusende huko, twende huko, twende sasa. Tunakuja pointi moja ambayo moja katika kichwa cha mada ya leo tuizungumza ni hiyo. Watu wanakutana, wanataka tuje wapi? Tuje pamoja. Ndo pale lilopokuja na mlolongo wa masuala. Tukikosa hivyo, sisi tutakuwa aliokuwa juu ya mti ng'ombe si mkali. Kwa hivyo sisi tutaropoka tutakavyo, ushafahamu. Lakini sisi tunachokitaka tusiropoke tunavyotaka, tunataka tufanye hivi, hapa sivyo, vipi hivi. Kwa hivyo tunakwenda. Controversial is the source of development. Lenin anazungumza sawa. Kwa hivyo mweledi Ghassani, sita kidogo hapo, alafu tusikilize wenzetu wanavyosema. Sisi wenyewe hapa tutapingana. Sasa utauona utamu ulivyo, usijue shababu. Ali yuko hapa sasa, wacha wao fanya yao. Najua Ali hapo yuko anajiandaa kwa sijui, mimi sijui ghaibu kama tunamsoma lakini naweza kusema anaweza kusema vile vile, hapana, kila mmoja ende vyake. Lakini mimi napenda tuwe kama kile kitabu cha aliokuwa rais wa kwanza wa Sierra Leone, Siaka Steven, anasema what life has taught me. Sasa what life has taught me, anasema hivi, hajawahi kuliona kundi la zebra limefatana na kundi la jirafu, lakini vile vile hajaliona kundi la simba limefatana na kundi la paa. Lakini hapo hapo anasema nature, maumbile inawatenganisha, hayawabaguzi, inawatenganisha. Lakini anasema katika binadamu ni lazima tufike pahala tuione nature vinginevyo, kwamba tunataka kuja pamoja. Babu katika makala yake moja ya mwaka 1958, meisahau kichwa cha maneno, anajaribu kueleza kuna wakati watu lazima watofautiane, lakini kuna wakati lazima watu wakubaliane. Kwa hivyo tusitofautiane, tukubaliane. Asante. Mimi na sita. Naam. Asante. Wallahi akhi, ni kifunguzi kizuri sana. Kidogo. Naam. Nitakaribisha bila Lakini shaka. kidogo tukanisaishe. Kidogo tu. Naam, tafadhali endelea. Kwanza nataka kusema kwamba siku ile nilikosea au sikujieleza vizuri. Kazi aliyofanya Hamza ni kama alivyosema, kutumia chombo ili kuzipiga picha, yani kupiga picha ya magazeti. Haya magazeti niliyopata mimi yanatokana na Sefu Njugu. Yote nimechukua kwake yeye. Magazeti yale yalikuwa kwake, yalikuwa karibu ni ya mwaka mzima, sababu Dira ilikuwa ni tulifanya issues 50, yani kuna wiki 50 katika mwaka, au sio? 52 nafikiri. Tulikuwa kutimiza mwaka mmoja lakini siku nyingine tunazikosa kosa. Kwa hivyo shukrani hasa nikipachika hiyo Dira mtandaoni itakuwa ni Sefu Njugu. Hamza atapata credit kwa ajili ya kuyapiga picha. Sefu Njugu ndio aliyotunza. Na wewe kwa sababu pia ya uratibu. Kwa hivyo nyote Mwenyezi Mungu awalipeni kheri wa mchango wenu hakika. Kwa sababu vinginevyo tarehe ambayo ingilikuwa na maendeleo. Roho ilikuwa inaniuma. Mimi nazo katika CD-ROM za zamani, lakini huna pahala pa kusoma sasa zile CD-ROM, lakini pengine hata pengine ukipeleka unakosa versions zishabadilika kadha wa kadha. Kwa hivyo nilishukuru sana nilipopata kwa Sefu Njugu, na ndio maana nikafanya bidii kumtafuta Hamza na tukazirekodi hizo zibakia katika kumbukumbu. Inshallah
tutazipachika. Leo tunakwenda wapi katika mjadala huu? Naam, naam. Abdul Fattah Musa, kwanza hujasema kitu. Upo Abdul Fattah? Upo? Nipo Alhabibu, nipo bwana, nawasikia masharifu na nafaidika na nastafidi kwa hakika. Asante. Wewe wakati dira inachapishwa ulikuwa bila shaka uko nje ya nchi, lakini bila shaka ilikuwa inakufika. Kama mimi udogo wangu nilikuwa napokea sauti ya umma kutoka Iran. Naam, naam, hata na mimi vile Kwa hiyo, vile unaamini nawe nilikuwa kwa sauti ya umma, na juzi tu nilikuwa napekua kupanga kidogo vitabu vyangu na vitotoa kwenye maboksi niliwahi kuvituma kutoka kule, basi nikapata ndani yake nakala kadhaa za sauti ya umma. no. Mimi kwa upande wa dira, kwa hakika kama wanavyosema, bahati mbaya kwa kuwa muda nilipotoka dira nilikuwa sipo hapa nyumbani, kwa hivyo ilikuwa nikilipata kwa nadra ninapokuja hapa tu, pengine mara moja katika kipindi cha mwaka, nikawa napata baadhi ya nakala zake kuweza kupata kusoma, na nadhani ukiondoa kina Sheikh Ali Saleh Albato na Sheikh Hamza Rijali ambao wao ni wakongwe katika mambo haya, wewe wakati ule bado ni kijana mdogo, nilianza kujua jina lako kupitia kwenye dira. Kwa hakika kuanzia pale ingawa nilipokuwa nakuona picha yako nikadhani ni mtu mmoja umri wake labda ni mkubwa, pamoja na kwamba ulikuwa unaonekana kwamba sura ya kijana mdogo, lakini nikadhani huyu bwana atakuwa bila shaka umri wake mkubwa kwa haya anayoandika hapa. Kwa hivyo nilikuwa kwa hakika nikistafidi kwa yale ambayo nilikuwa ningependa kuiona wakati ule, na ikawa ni masikitiko ulipofika wakati tukasikia kwamba gazeti la Dira limefungiwa. La hawla wala quwwata illa billah. Lakini ndio kama watu wasema kale zilikuwa tunaziandika miongoni mwao, na aliandika sio Al-Saleh, aliandika marehemu Al-Nabwa kwamba mnafunga farasi wakati mnafunga bando wakati farasi ashatoka Ashakimbia. Naam kabisa. Nabwa. Jabir Idris ameingia. Nabwa aliandika Nabwa mwenyewe, Allah mraham. Jabir Idris ameingia hapo. Jabir, karibu sana. Hatujaanza hasa mazungumzo tuliyokusudia kufanya leo, lakini tunashukuru umejiunga na sisi. Tuko tunapasha ngoma moto kidogo. Karibu Jabir. Basi tuingie katika mazungumzo yetu ya leo, ambapo tumesema kwamba leo tutazungumzia mada mbili. Mada moja ni kuhusu hali ya nyumbani hapo Zanzibar, mazingira, kwa maana ya kusema kwamba mvua ambao zimenyesha na hali ambayo imejitokeza, barabara kujaa maji, mitaa kama kawaida yake kufurika, na licha ya kwamba kuna ujenzi wa miundombinu ambayo imefanyika kwa kipindi kirefu, tulitarajia kwamba tungekuwa na mvua kama hizi. Singekuwa tena kwetu sisi jambo la kutufanya kufunga miji, safari zisifanyike, maisha yasimame kwa sababu hiyo. Kwa hivyo labda tuanze na hapo kwanza, kuzungumzia hali yetu ilivyo, kile ambacho nyinyi mko nyumbani nakiona kimetokezea, kinatokezea mpaka hivi, mvua katika mvua zaendelea bado, na nadhani kwamba kwa nini hali iko hivyo na kipi ambacho kifanyike. Kwa hivyo tuanze na hapo kwanza kabla hatujaingia katika ya pili, ambapo tutaangalia. Tunajua kwamba katika 10 la mwisho la mwezi uliopita wa Aprili ilitolewa ripoti ya tume iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza matukio ya Oktoba 2025 wakati wa uchaguzi, au kwa ufupi tume ya Jaji Chande kwa maarufu wake. Na saizi of course imeshapita zaidi ya wiki mbili sasa tangu imetoa ripoti yake, lakini mjadala kuhusu yaliyomo unaendelea, na labda si hapa tupate nafasi ya kutupia jicho kidogo, kutuchemua kuhusu yaliyomo ndani yake na namna gani yanaweza, kwa sababu tuna uzoefu kama Zanzibar. Dira lilianzishwa almost miaka miwili baada ya mauaji ya 2001. Kwa hivyo na ndani yake ilikuwa inazungumzia makala za masuala ya miafaka na masuala ya maridhiano, vitu kama hivyo. Kuangalia kwa kutumia experience, uzoefu wetu wa Zanzibar na hali ambayo imetokezea zaidi ya miaka 25 baada ya katokezea yale au zaidi ya yale upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kama sisi wa Zanzibari na tunaweza kuzungumza chochote kuhusu hali ile, bila shaka sisi wa Tanzania pia. Kwa hivyo tunaweza kuzungumza kuhusu alojiri na ripoti inamaanisha nini. Sisi pia tuliundiwa tume Hashim Mbita. Kwa hivyo tunaweza kufanya mfano na mpishano, na tukaweza ndani yake kusema kilichopo katikati yake na kinaweza kusaidia. Kwa hivyo tuanze mwanzo la hali yetu ya nyumbani. Labda tuanze hilo la hali ya mazingira ilivyo nyumbani hivi sasa ikoje na kwa nini hali imekuwa hivyo. Niseme kwamba
hata ukizichukua ishu zote mbili, mada zote mbili hizi, funzo kubwa linalopatikana ni bahati mbaya kwamba hatujifunzi kutokana na makosa. Hatujifunzi kutokana na makosa yanayotokea. Kuna mambo tunakuwa tunayafahamu kabisa kwa sababu ya mazingira, lakini bado hatujakuwa na uongozi wa kuchukua hatua, lakini wa kudhibiti matatizo kutokea. Hii ni bahati mbaya sana. Hii hali ya mazingira ya mvua inajulikana. Kila unapoingia mwezi wa pili, wa tatu, ni msimu wa mvua kwetu, na kwa sababu hatuna utaalamu mkubwa wa kukadiria mvua itakuwa kubwa kiasi gani, basi tulipaswa kuwa ni mbele katika kuchukua hatua. Lakini naona hatua zinakuwa ni zile zile za kupiga juu juu. Juzi nilitakiwa kwenda kwenye hafla ya kuhani. Kuna kiongozi wetu mmoja tumpeleke kuhani maeneo ya Meli Nne Uzi. Wallahi ilishindikana kwa sababu maji yalikuwa mengi, na kuna sehemu pale panaitwa Masjid Shura mdogo, panajulikana kabisa panapita maji kutoka maeneo ya ziwa dogo la Meli Nne Uzi yanakwenda ziwa Maboga, panajulikana kabisa. Lakini kwa miaka yote hapajafanywa utaratibu wa kujenga daraja kubwa la juu ili maji yakawa yanapita chini. Panajengwa vikalavati vidogo vidogo miaka kadhaa, yani kwa ufahamu wangu mimi zaidi ya miaka 20, na nikipita pale shida ni hiyo. Sasa unafikiria kwamba yani leadership ina maana gani? Kwa sababu uongozi ni kuonyesha njia. Uongozi ni kutizama mazingira ya watu wako, halafu mkarekebisha pale palipo pabaya, mkapafanya pawe pazuri, ili kujihami na maafa yanayoweza kutokea, kwa sababu hatuwezi kukadiria maji yatakuwa mengi kiasi gani, lakini tunajua kwamba mvua zitakuwepo. Sasa na kwa hivyo maji ni mengi sana yameingia mitaani, watu wameharibikiwa sana, maji yanaingia majumbani. Kwa hiyo na maeneo ndiyo yale yale ya watu maskini. Sasa unapokuwa na society ambayo uongozi haudiriki kuyatazama kwa upana wake matatizo ya wananchi, tena wananchi wanyonge, huu unakuwa ni mtihani. Nenda kwenye barabara, kuna barabara mpya zinajengwa mpaka vichochoroni. Lakini itizame leo barabara ya kutoka Mwanakwerekwe pale palipojengwa daraja la juu mpaka ufike Mwembe Njugu, ni hatari kubwa shehe. Na hii barabara hapa imejengwa hata miaka 15 labda ndo inaingia, sijui, sina kumbukumbu nzuri, lakini haijafika miaka 20. Barabara haipitiki, ni mashimo, ni hatari. Lakini ukienda ndani interior huko kwenye mitaa ambayo kulikuwa na barabara za kawaida tu za ndani ambazo hazikujengwa kwa lami, kumejengwa barabara za mabloki yale. Matokeo yake, kwa sababu hakuna plani nzuri, hakuna ukweli, hasa wa ukweli kwamba tunataka kuondolea shida wananchi. Baada ya kujengwa hayo barabara za mabloki mitaani, zimeshusha maji kwenye nyumba za watu, kwa sababu wamechimba wakafukia mafusi makubwa, halafu juu wakaweka mazege, makonkriti makubwa. Kwa hiyo nyumba za wananchi zimekuwa ziko chini, maji yameingia. Mwaka jana watu wa eneo la Mwanakwerekwe hapa sokoni, soko la Mwanakwerekwe upande wa pili huko, walisema kwa miaka 40 wamehamia pale, hawajawahi kuingiliwa na maji. Kwa kujengwa barabara hizi wameingiliwa na maji, kwa sababu barabara ziko juu, nyumba zao ziko chini. Yani ingekuwa kwamba
tunavunja hapa huu mji. Manake sasa ukiutizama mji wa Zanzibar umekaa shagala baghala, pale pamefanywa kupimwa, hapa kupimwa, pale pamenyakuliwa kidogo. Hakuna utaratibu wa makazi ya watu yaliyokaa kwenye mstari. Ni jambo la kusikitisha sana, linaumiza sana, kwa sababu watu wana mahangaiko makubwa sana, na hawa ni watu maskini. Sasa hili la kwamba hatujifunzi kwa miaka chungu mzima, una wizara ya ujenzi, una wizara ya maendeleo ya jamii, una wizara ya nini ardhi, una wizara ya upangaji na nini, bado hatujaweza kutambua matatizo ya wananchi, tena ni wananchi wanyonge. Ikifika misimu kama hii ni mahangaiko yasiyomithilika. Inasikitisha sana. Mimi inasikitisha sana kwamba zama hizi bado hatujakuwa na hatua za kudhibiti majanga yanayotokana na mvua. Achilia mbali yale mengine. Hii ni ishia hapo. Asante Jabir Tuisa kwa mchango huo kuhusu hali ya hewa, hali ya mazingira na mambo yalivyo. Nitakuja wako Alberto, alafu nitakuja kwa Hamza, alafu nitakuja kwa Msutai Musa. Alberto. Naam. Tafadhali tupe kauli yako kuhusu hali ya mambo. Asante. Mimi nafikiri kitizame tatizo la barabara na virongozo vyake, yani namna ya kuondosha maji, namna ya kusafisha taka na namna nyingine kwa ajili ya mvua tu. Mimi nataka nitizame kwa ajili ya picha kubwa ya barabara kama barabara, kwa sababu kama barabara lazima iwe na namna ya kutoa maji, namna ya kusafisha na hiyo. Wallahi inashangaza, au wakati mwingine unajiuliza, kwa miaka yote hii tumesomesha nani? Tumepata wataalamu gani wanaoweza kusimamia ujenzi wa barabara ambao tuko ni barabara ambazo zina sifa kamili za barabara? Lakini wakati mwingine unajiuliza, tunaleta makampuni makubwa kutoka nje wanapoa tenda, ama tenda ambazo tunalipia sisi wenyewe kama Wazanzibari, au tenda ambazo zinalipiwa na wafadhili wetu kutujengea. Ukienda nchi za wenzetu utakuta barabara kilomita 50 imenyooka, kilomita 100 imenyooka, quality nzuri na kila kitu. Barabara zetu kubwa kapwa mtu tenda pengine kapwa kilomita 10, kilomita 20 kwa pamoja, labda unganishe huku na huku, apate. Lakini barabara zipo kwa ajili ya kudumu, ili ndio maana barabara zinajengwa kwa kila kiwango kwa faida fulani. Kwa mfano, ikiwa ni highway au iko ni barabara inatakiwa ihudumie aina fulani za magari, uzito. Kwa mfano, barabara ambazo tunajua njia zake zitakuwa zinapita gari ambazo zinabeba mazao ya kulima, zitapita gari ambazo zinabeba mawe, unajua ujenzi wake utakuwa kwa aina fulani. Unajiuliza, wale ambao wanapoa tenda kujenga, wasimamizi wake, wale ambao wanatakiwa wakague, waseme kama lami imetumika kiasi cha kutosha, mawe kiasi cha kutosha, lami imetumika kwa kiwango kinachotakiwa, wanakuwa wapi? Wale ambao wanaweza kusimamia kila baada ya muda sehemu ambazo zinajulikana kama zina maji, makalbi ya upana gani, ya ukubwa gani, au madhubuti gani yanawekwa, baadaye ujue kwamba maji yanapita kama wanavyotakiwa, wanajua pale kasi ya maji ni kubwa kiasi gani, na vinawekwa vitu ambavyo vinaweza kuhudumu. Sasa ni kweli wacha watu walalamike, pengine wanakuwa kimya wakati wa jua kali au wakati wa kiangazi, lakini sasa haya yanajitokeza zaidi wakati wa masika. Lakini tunajua kwamba pia kila barabara au kila jengo linalojengwa lina lifespan yake. Kwa kiwango hichi kinachotumika cha ufundi, barabara hii inatakiwa iishi kwa muda wa miaka 30, kwa muda wa miaka 20. Lakini leo unaweza kuikuta barabara iliyojengwa mwaka 65 inabaki kwa nzima, ingawa viko vipande vidogo vidogo kuliko ile iliyojengwa kwa muda wa miaka 10 au miaka 15 iliyopita. Kwa hiyo nafikiri kikubwa hapa sasa ni kwamba ni serikali kutizama upya kwa umakini na kwa utafiti wa kutosha, where are we stacking, tunakoma wapi
katika suala zima la ujenzi wa barabara kwa kudumu kwake, kwa huduma zake, lakini pia kwa namna ambavyo faida zake zitakuwa ziwepo kama ambavyo zinawekewa malengo. Lakini ikiwa kama tunavyokwenda hivi sasa, kila baada ya muda tutakuwa tunajenga barabara mpya, ina maana tutakuwa tunawekeza upya, pesa hazikulipa katika ule muda unaotakiwa, mbali ya madhara. Kwa mfano kwa mfano tu ajabu na Ziwa Maboga. Ziwa Maboga kunajulikana na maji yake yanajulikana, yakitoka pale yanaingia mitaani na yanaweza kuharibu chochote. Lakini je, hivi mpaka leo tumeshindwa kupata suluhu pale karibu na Amani pale kwenye ile baa ya yule bwana mwenye baa, watu wa Unguja wanapajua. Juzi nilipita nikaambua tatizo lake palikuwa yanakusanyika maji pale, limekwisha ile tatizo. Maji yametengezwa njia, yanakwenda zake mpaka Pwani Mbovu, yanaingia Pwani Mbovu. Na sehemu kama zile, ikiwa maji hayakusanyiki, hayapati nguvu. Ikiwa maji yana flow vizuri, hayapati kufanya uharibifu. Sasa haya mambo yanatokezea kwa sababu barabara nyingi outlet zake si nzuri, kwa hivyo maji yanafanya uharibifu. Barabara na maji ni maadui ambao hawataki kukutana. Wakikutana kila siku, barabara anamalizwa kwa sababu maji hayawezi kuzuilika ikiwa hayakufanywa mbinu za kuzuilika. Nafikiri kuna haja ya serikali kutazama kwa makini, kuwakusanya wataalamu wetu, tujue tatizo liko wapi na linaweza likamalizika vipi katika hali ya maana. Asante sana. Asante Al-Saleh Al-Bato. Hamza Rijali, una uzoefu wa kuwa mwana mazingira, wa kuwa pia mtu wa serikali, ingawa ni mstaafu saa hizi. Swali hili ambalo alisema Jabir Idrisa hapa na Al-Bato Al-Saleh, kwani ni kwamba kuna ukosefu wa utaalamu serikalini, kuna ukosefu wa watu ambao hawajui kipi ni kipi kuhusu hali ya nchi, jiografia ya nchi, vitu kama hivyo. Mna ukosefu ulipokuwa serikalini, ulikuwa na ukosefu au pale kuna ukosefu wa wasomi wa Kizanzibari ambao wanaijua nchi yao vizuri? Asante. Kama ulivyosema, mimi nimekuwepo serikalini lakini nimefanya kazi serikalini kwa miaka 30. Bahati mbaya nilicross, nianza kazi kwengine, nikaenda kusoma, kisha nikafanya kazi mazingira. Mimi ningekuwa nenda kusoma na nimeanza kazi moja kwa moja serikalini, ningekuwa nimefanya kazi kwa muda wa miaka 40, lakini nimepoteza miaka 10. Kwamba kwanza nilikuwa huku telecoms, alafu ndo nimekuja zangu katika environment. Nataka kusema jambo moja, ndo pale nilipokwambia tungepata na watu kwamba tunapokuweko katika government, nafikiri tunazipita nchi nyingi sana, lakini katika ule uwajibikaji unakuwa haufanyiki. Tunawapita watu wengi sana. Zanzibar, mimi nilikwenda kusoma Botswana, University of Botswana, kozi ya muda mfupi, na nikaenda kufanya kozi nyingine kama hiyo, lakini nayo muda mfupi, lakini aina nyingine Swaziland. Nikaenda na sera policy ya environment. Walishtuka nchi kama Botswana kuwaambia kwamba sisi Zanzibar 1992 tayari tunayo sera. Wakati huo huo bara hawana. Hilo la kwanza. Halafu kuna sheria nyingi na zimeandikwa kwa uweledi, lugha unapenda kuisema zimeandikwa kwa uweledi. Sasa hapa pana kitu kimoja ambacho pana kasoro kubwa sana ambayo tunakwenda kwamba unapoandika sera, iwe ya mazingira, iwe ya mawasiliano, iwe ya elimu, inakuwa ni mwongozo, is a blueprint. Kwa hivyo ukishaandika sera, sisi hufanya haraka kuandika nini? Kuandika act, kuandika sheria. Tunapotakiwa kwamba tukishaandika ile sera inatuambia tufanye maafa iwe hivi hivi hivi, tufanye miradi ipitiwe na tathmini athari ya mazingira, tuitizame athari za moshi nini, pollution,
za baharini na nchi kavu, tufanyie hivi hivi hivi. Ile ni blueprint. Sasa usikimbilie kuandika sheria, unaandika ni unaandika strategic plan, kakati unautengeneza kwamba mwaka huu tutafanya hichi na atafanya nani na kwa nini anafanya na bajeti yake kiasi gani. Sasa hapa ndo zile ghadhabu za Jabir na ghadhabu za Ali, Sheikh Abdul Latif bado hajaja, ndo zimezuka kwamba hakuna kitu kama hicho. Nilifanya katika project na mafinish, na mimi nikaondoshwa katika sehemu yangu ya taaluma ambayo mimi nimefanya botany, plant science, alafu nikafanya ecology, the pure environment, nikapelekwa katika environmental awareness. Sasa hapa pana tatizo moja kubwa sana la kuwahamasisha watu. Sasa tulipata kampuni moja kutoka Afrika Kusini iliyokuja ikatusaidia vipi tutoe taaluma ya mazingira kwa wananchi. Kwa hivyo sisi tulianza na public awareness and information campaign, tukafanya kwa mwaka mzima. Akaja mtaalamu mwingine kutoka huko akasema, mshakosea, ukisema unafanya kampeni ni kitu ambacho kina mwanzo na kina mwisho. Kwa hivyo mwisho wake utakuwa mdogo, ndio maana ya kampeni, sio? Lakini mfanye public awareness and information dissemination, yani tunahamasisha watu alafu tunatoa taarifa kwa watu. Sasa kuna hili kitu gani, barabara zetu hizi zimefika kuwa katika hali kama hii, na ni barabara nzuri tu. Manake nimebahatika katika nchi nilokwenda za kusini ya Afrika, hizi njia za ndani feeder road, akija mtu kutoka Botswana akaziona na hizi atazisifia, lakini atazisifia wakati wa jua kali, atazisifia kwa sababu unasikia raha, unakwenda maeneo ya ndani kabisa ambayo ilikuwa ni dhiki, unaingia bila wasiwasi, unapata raha. Lakini sasa balaa ilokuweko ni kwamba sio zimejengwa pasina viwango, kuna kitu hakijapitiwa. Kitu gani hicho? Ndio acha nikielezea. Naishi Sapele. Imamu wangu akanambia, bwana we, msikiti wetu utavunjwa, kwa hivyo tunataka wewe, tunakupa ukatibu wa ujenzi wa huu msikiti baada ya kuvunjwa. Watu wa barabara watakuja kuzungumza na watu wote kwamba watavunjiwa na vipi namna ya kulipwa. Kwa hivyo nataka uende wewe, hatuna mtu. Kaambia sawa, nikenda, wakatufahamisha vipi namna ya kulipwa. Sasa nikawauliza wale, wao wamejipanga vizuri, lakini nilopopiga mimi mzinga wangu ambao umetoka Teherani umeangukia Hormuz, na umetoka Hormuz umepangua Eisenhower, mzinga wangu ni pale kwamba niwauliza tathmini ya athari ya mazingira imefanyika. Ni nini? Environment Impact Social Assessment imefanyika. Imefanyika. Iko wapi? Kuna chombo ambacho alhamdulillah 92 tayari kipo, na ilipopitiwa sheria tena 2015 ilipoandikwa upya kwamba hakutotakiwa kufanyika mradi wowote mkubwa wa maendeleo bila ya kufanyiwa taathira ya athari ya mazingira na ya kijamii. Sasa hii ripoti hii inafanya nini? Inaangalia mazingira, inaangalia mpaka ile alosema Ali soil type, inaangalia kwamba je, kilichojengwa hichi na hapa watu wataathirika vipi. Kwa hivyo kuna kitu lazima utoe
mitigation, kupunguza, na utoe kitu kinaitwa alternative. Sasa tuje swala moja, wenzangu wameuliza, kwani tulikuwa hatujui mvua itakuja? Kuna kitu kwamba ndo tunadharauliwa watu wa shamba, watu wa mitaani. Kuna siku hizi taaluma kubwa na inathaminiwa inaitwa indigenous knowledge, yaani watu watakwambia kwamba kikitokea hichi kinakuwa hichi. Kama mfano indigenous knowledge hapa Zanzibar wanakwambia ukiuona mti wa mtopetope unaitwa Anona senegales, basi ujue uko sehemu ya Maweni. Hiyo elimu watu wanakwambia. Nilipokuwa Libya, kuna upepo akiuita Gibris. Ukivuma upepo huo, unakumbuka mimi nilikuuliza, je, tayari mko spring? Ukaniambia tuko samba. Upepo huo unavuma pale wakati kwamba mnatoka spring kuingia samba, hauvumi tena, haonekani. Sasa hizi indigenous knowledge ni muhimu sana na watu wanajua. Kuna watu ukiwauliza watakwambia katika miaka mitano maji yatapita kutokana na upepo tovovuma utapita, na katika miaka mingine mitano itokuja itabadilika. Hiyo ni indigenous knowledge na ni muhimu sana watu kuifahamu. Sasa mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa Tanzania Meteorological Authority ilisema kwamba kutanyesha mvua kali, volume ya maji yatakuwa mengi sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo watu wajitayarishe. Sasa hapa Ali na nani na Jabir wamesema kitu kimoja, kwamba hapa wataalamu tunao, tuna vijana bwana wamesoma bwana mahodari, ni kupewa nafasi na kushirikishwa. Kuna mageologist, kuna walo specialize katika maji, hydrogeologist, wanajua aquifers iko vipi, miamba iko vipi, ni kupewa nafasi na kushirikishwa. Sasa ilikuwa kwamba kabla hatujaingia katika hii development tuwapate hao wataalamu mbalimbali watoe mashauri yao, halafu hiyo ripoti iandikwe, na ikishaandikwa, na ndo hili nukta ya pili itokuja, ionyeshwe, iwe display, watu wasome, watu watoe comment katika siku nafikiri 30 plus. Sasa hayo hayajafanyika, hiyo ni kasoro, na utakuta ndo hapo nilivyosema kwamba kuna sera zimeandikwa vizuri sana, sheria zimeandikwa vizuri sana, enforcement hakuna. Kwa hivyo kinachohitajika ni kwamba kwanza waaminiwe vijana wetu, na tuweke sera fulani kwamba kampuni yoyote kuja hapa kutaka kuoperate katika mradi mkubwa wowote, basi ihakikishe kwamba wanaekwa na kwa seconded kijana wetu. Kwanza yeye atatoa knowledge yake ya nyumbani, na yeye vile vile atasoma. Sijui kama mnakumbuka, hapa zilikuja kampuni mbili kubwa sana hapa kujenga barabara, moja ikiitwa Modern na moja ikiitwa Sterling Asset. Modern ilifanya kazi hapa, Sterling ikafanya Pemba. Sterling hawajataka kutizama weather iko vipi wala nini, wakaanza kubomoa barabara na kujenga, walitoka mbio na wakaacha mashine. Nakumbuka utakuwa mdogo Hassan, nakumbuka Sterling iliondoka. Sasa mimi ninachotaka kukisema hapa kwa kifupi kwamba tunapotaka kutengeneza hii miradi, na kuna hii lugha ya kitaalamu ya muda mfupi, kwanza tunatengeneza mpango wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Kwa hivyo hizi barabara zetu tunataka tena sasa, ingawa tunaendelea, tuangalie kwamba kuna kitu kidogo kimekwenda kombo, kwamba hizi barabara ni aina mpya za zege, kwamba zinakuweko juu kwa ule muundo unaojengwa. Kwa hivyo
Kitu gani kinachokifanya? Nyumba zetu zinakuwepo chini. Kwa hivyo hii barabara inakuwa kama mtwiko, inateremsha maji katika nyumba zetu. Kwa hivyo mimi ninachokifikiri, tunachokifanya tukiamini, tukifanyie kazi. Tukiamini vipi? Tumeandika polisi nzuri, tuzifanyie kazi polisi zetu nzuri, nini zinatuambia, na vile vile tuitumie elimu ya watu wetu wa zamani, indigenous knowledge. Mimi siku moja mtu kanambia kwa kifupi tu, na nimesoma kwake, ananambia akiwa embe tumevuna katika mwaka mmoja mara mbili na zikawa nyingi, basi ujue msimu ujao utaingia njaa. Kama indigenous knowledge, watu wamejifunza kutokana na yale maisha na wanavyoishi. Kwa hivyo na vile vile tusiwaone tukawakwepa watu kwamba yuko uzi, yuko tumbatu, na hawa vile vile tuwaulize tunapotaka kujenga. Tizama mnazi moja katika kutoka huko mpaka katika 70 mpaka kwenye 70, mnazi moja ilikuwa haikai maji, na akikaa na kasha anakwisha. Uwanja wa Mao Zedong wakati sisi tunacheza mpira first division haukai maji, masika maji kidogo tu, kwa sababu kulikuwa na system fulani. Sasa zile turudi tuzisome na tuzijue. Mimi nimekwenda huko zaidi katika utaalamu zaidi, lakini ninachotaka kwa kusema kwamba hao watu wetu na hodari, tuzipitie sera zetu na tujipange vipya. Hiyo naweza kusema conclusion ya hichi kipindi kidogo. Asante Bwana Hamza Rijali. Abdul Fattah, upo nasi bado? Sikuoni hapa. Upo. Nipo. Naam. Una faida ya kuishi nje ya nchi yako na kuishi ndani ya nchi yako. Labda uangalia mshabaha unavyokwenda. Hivi karibuni ametaja hapa Hamza kwa maskhara kwamba arusha makombora ya kuelekea Hormuz. Nchi ambayo umeishi umetumikia kwa muda mrefu, Iran imepigwa, imeshambuliwa sana, lakini miongoni mwa maajabu ambayo tumeyaona ni kwamba ndani wa kipindi inapigwa daraja linavunjwa, halafu siku ya pili yako anajenga daraja lile ambalo limevunjwa, maana kwa sababu ya kuamini watu wao ndani, kuamini mfumo wao. Nchi ambayo imekuwa vikwazo kwa muda zaidi ya miaka 40 hivi sasa. Unapochukua mfano huu, nchi yetu haijakuwa vikwazo hivyo, nchi yetu haijakuwa na dhiki ambazo wenzetu wamekuwa nazo. Unapoangalia mafunzo ya nchi hizi mbili, nchi yako ambayo ilikupokea na kukupa ajira na kazi na maisha, na nchi yako ambayo imekulea na kukukuza na kukuzaa, unapata picha gani hasa saa hizi waishi nyumbani masika haya na waona mikondo ya maji kupitikia chini ya nyumba yako? Naam, kwa hakika muda huu wote nasikiliza mazungumzo ya wazungumzaji waliotangulia, nimekuwa nawaza hilo kwamba natizama hali ya kwetu halafu nalinganisha na kule ambako nimekuwa kwa muda mrefu sasa, kuona ni vipi mambo kama haya yanavyotofautiana katika kushughulikia maendeleo na matatizo ya jamii. Mimi nadhani katika moja ya matatizo ambayo labda hapa nitaonekana moja kwa moja nitaingia kidogo kwenye siasa, ni kwamba kitu nilichokiona katika maisha yangu ya kuishi Iran ni kwamba wenzetu wana kitu hasa cha uzalendo kwa maana halisi. Halafu la pili ni kwamba wamefika pahala kweli na wao kama baadhi ya nchi nyingine ambazo wamepata maendeleo kutokana na uwezo wao wa ndani na si kuwa kwa tegemezi kwa nje, wamekuwa wanaamini wataalamu wao. Katika jambo ambalo wamejitahidi sana kulifanya ni hilo, kuamini wataalamu wao wa ndani na kutumia kikamilifu zile suhula, nyenzo na kila kile ambacho kinapatikana ndani kwa ajili ya maendeleo yao. Na hata katika utendaji kazi wao utaona ni kwamba wanafanya kazi kweli kwa ufanisi. Unaweza kuona mahala ambako panafanyika kazi kubwa, panafanyika mradi mkubwa, lakini mbali ya vifaa tu utaona vibarua, wataalamu ni watu wachache tu wanaokusanyika. Kwa mara nyingi tunazungumza tunapokuwa kule na baadhi ya wenzangu, tunasema tizama kazi kama hii, watu ambao unaona hapa na kazi iliyofanywa, kama mradi kama huu ungekuwa nyumbani,
basi pengine wataalamu na vibarua ungeweza kukuta hata 50 wamekusanyika, na kazi ambayo hapa tunaiona inafanywa katika muda labda wa wiki moja ingechukua kwetu hata miezi miwili mpaka ikamalizika. Tatizo moja ambalo nahisi tunalo nyumbani ni hilo, kwamba tunakosekana uzalendo na uchungu wa nchi, na hili tatizo la kukosekana uzalendo na uchungu wa nchi linachangiwa pia na hali yetu ya mfumo wetu wa kisiasa ulivyo, kwa sababu mimi hupenda kusema kwamba sisi Wazanzibari tumekuwa ni kama popo, tumekuwa ni kama popo. Pengine kwa kiwango fulani tukienda upande wenzetu wa pili wa muungano, kuna mahala kweli wanapofanya mambo ya maendeleo, ule utambulisho wa kuwa wao ni wa Tanzania na hii nchi yetu Tanzania inawapa hisia maalum. Sisi Wazanzibari utaona kwamba baina ya tambulisho hizi mbili, utambulisho wetu wa Uzanzibari na utambulisho wetu wa Tanzania, ni kwamba tunatangatanga baina huku na huku. Tunasema tu Zanzibari, lakini utaona kwamba watu wetu, wataalamu wetu, mimi kidogo nitatoka katika njia ya Bwana Hamza, kwamba kweli wataalamu tunao, lakini kila nikitizama mimi nyumbani nahisi kwamba wataalamu wetu wengi tulionao, watu mbalimbali wenye nyadhifa kubwa za upangaji sera katika mambo mbalimbali, ni kwamba tumetawaliwa sana zaidi na watu kufanya mambo kuzingatia zaidi maslahi yao binafsi kuliko uchungu wa nchi. Mimi nahisi hivyo, na ndio maana utaona tunaweza tukafanya kazi hizo za miradi ikawa pengine katika ubora wake ni wa chini, kwa sababu tu pengine waliohusika juu wameelekeza mambo kwa misingi ya kujali manufaa wanayopata wao binafsi, hata kama kile ambacho kinahusu nchi kitakwenda katika hali ya kutokuwa na ubora katika utekelezaji wake. Hili tatizo ambalo tunalo ni kwamba husikii hata kitu kimoja ambacho ukikaa Iran utashangaa wewe, Iran utapokaa kuanzia asubuhi, kama utasikiliza redio televisheni, utakavosikia Irani inavyozungumzwa kwenye vyombo vya habari na kila pahala, inajaza kwenye masikio yako. Lakini je, sisi kwetu ni kwa kiwango gani watu wanasikia katika nchi yetu kusisitizwa, kuhimizwa, kuhamasishwa, kupenzishwa tukapenda Zanzibar yetu? Tuna kiwango gani? Kwa hivyo mimi nahisi hili tatizo moja la msingi lipo katika utofanikiwa kwetu, na mpaka ndio maana wakati mwingine ndio unaona kwamba kwa sehemu kubwa sana mambo yetu makubwa sasa hivi kwa sehemu kubwa sana tunafanyiwa geni. Sasa sijui kwa kiwango gani, kama utakuta hiyo miradi ya barabarani ukitazama, hata katika kiwango cha vibarua tunaona pengine tunao watu wageni. Sasa hivi ukienda katika sehemu mbalimbali za sekta labda za afya, ni kwamba walio wengi wanaosimamia hayo mambo sasa hivi ni wageni. Unasikia watu wakati mwingine wanasikitika kwamba katika hospitali zetu kubwa ukienda unakuta kama kwamba huko nyumbani watu wanauliza wataalamu wetu wako wapi, madaktari wetu wako wapi. Kwa hivyo mimi nahisi katika kuharibikiwa kwetu katika mambo haya, tatizo moja ni hilo. Nahisi kwamba tuna tatizo sisi la utambulisho. Huu utambulisho tulionao sisi wenyewe hatupo katika nafasi kweli ya kwamba umetujaa katika nafsi zetu. Pengine wale ambao wanapigia kelele katika upeo wa kisiasa zaidi, kulikuwa ni kufika pahala sisi wenyewe ukawa umetujaa katika nafsi zetu. Hilo moja. Alafu jingine dogo, mimi nisichukue muda mwingi kwa sababu wazungumzaji wote waliotangulia wameshazungumza mambo mazito na makubwa na ambayo yametosheleza kufikisha ujumbe. Mimi labda ningependa kwa kutumia huo ulichosema tajiriba ya huko niliko, ni kwamba tuangalie mustakbali katika masuala haya mazingira ambayo Sheikh Hamza hapa yeye ni mtaalamu. Ni kwamba wakati huu sasa hivi tukiwa bado tunashindwa kudhibiti tatizo hili la maji wakati wa mvua kali, tuangalie pia hatari ya siku za mbele ya kukabiliana na uchafuzi wa hali ya hewa, yani air pollution, kwa sababu ninaliona au ninaliishi tatizo hili huko nilipo. Wairani na hasa katika miji yao mikubwa kama mji wa Tehran, ni kwamba hilo ni tatizo kubwa sana na linasababisha maafa makubwa sana ya maradhi mabaya kama maradhi ya saratani na maradhi mengine mbalimbali thakili. Tunajua kwamba yanachangiwa na uchafuzi wa hali ya hewa. Wenzetu ni kwamba tatizo la kuwa na wingi wa vyombo pamoja na kujenga mabarabara makubwa, mahighway, barabara za mchanganyiko za wapi, lakini hilo tatizo linawapa changamoto kubwa. Sasa sisi Zanzibar yetu ambayo ni ndogo na mazingira yetu tulionayo, tujiangalie sana katika suala hili la utunzaji mazingira ya kijani na kujihadhari na ukataji miti na misitu.
Upande wa pili vile vile tuangalie sana suala la kwamba tusione kwamba ni jambo la maendeleo makubwa kadri tunavyokuwa ndani ya visiwa vyetu hivi kunamiminika vyombo vya moto, magari mbalimbali, magari kwa wingi. Pengine kuna haja kwa upande mmoja kuhamasisha zaidi watu kutumia usafiri wa umma, badala ya kuwa kila mtu pengine ndani ya familia, nyumba moja, baba ana gari, mtoto ana gari, au mke ana gari, mume ana gari, au hata magari yanayotumiwa na taasisi za serikali, kwamba msururu wa magari, kila gari lina watu wawili, kila gari lina watu watatu, na masuala kama hayo, kwa kuzingatia kwamba hata uwezo wa kuweza kupanua barabara zetu zikakidhi mahitaji, na hisi kwamba uwezo huo nao ni mdogo, na tutafika pahala ambapo tutakwama. Kwa hivyo mbali ya kwamba tatizo la msururu wa magari au trafiki hilo ni janga zito na ambalo kidogo kidogo tunaanza kuliona katika maeneo yetu ya Unguja mjini kwa uchache, lakini pia tujihadhari na mustakabali huo, kwamba tutapofika pahala, Mungu epushe mbali, tutapokuja kukwama kwenye tatizo la uchafuzi wa hali ya hewa kutokana na magari kuwa mengi, magari yasiyotumia mafuta yaliyo safi, litakuja kuwa ni tatizo ambalo hatutaweza kirahisi kulitatua kwa kuzingatia uwezo wetu ulivyo wa kiuchumi na uwezo wetu pia ulivyo wa kitaalamu. Kwa hivyo mimi labda nikomee kwa kutoa indhari hiyo tu kwa ajili ya mustakbali, wataalamu wetu, serikali yetu, viongozi wetu walitazame hilo kwa jicho la mbali inshallah. Jazakallahu khair. Asante sana habibi Abdul Fattah Musa. Asante ulipo uzoefu wa mataifa nchi mbili, nyumbani kwao kuwili huku na kule, na ambapo inaweza kujenga mfano na mpishano ndani yake. Tuna dakika zilizobakia chache kuweza kuzungumzia kwa uchache pia kuhusu mada yetu ya pili, ambayo tumesema ni ripoti ya tume ya Jaji Chande ambayo imewasilishwa 10 la mwisho tarehe 23 Aprili. Kwa hivyo mpaka sasa itakuwa ni siku 10 tangu imewasilishwa kwa umma, na mjadala umeanza wa moto kuhusu kichomo ndani yake na vipi ambavyo inaakisi uhalisia, au zaidi vipi ambavyo inasema kuhusu taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesema tu japo kuitaja mada hii kwa sababu sisi kama Wazanzibari tuna uzoefu na hali hii, si kwetu sisi jambo jipya mauaji ya kutokezea ndani ya kipindi cha wakati cha misimu ya uchaguzi, na kupitia hilo pia mauaji makubwa zaidi yalifanyika kwa ujumla mwaka 2001, ingawa hakusita hapo, alitokezea kila baada ya muda pia mpaka mwisho 2020, na iliundwa tume ya Hashim Mbita, Jenerali Brigedia alikuwa Hashim Mbita marehemu, na ikaja na mapendekezo yake, ikaja maswali na aina yake. Na kama nilivyosema kwamba wakati dira inaanzishwa kipindi kile ilikuwa ndio kwanza tume hiyo imemaliza kazi yake, na ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa katika gazeti la Dira wakati ule. Kwa hivyo angalau kidogo muktasari, ikiwa tunaweza kulizungumzia hili kwa uchache, labda Bwana Hamza Rijali hapa, sababu namuona mwenzetu Jabir Idrisa ameondoka, hayupo tena hapa, lakini angalau kwa uchache, Bwana Hamza Rijali, kama kuna mawili matatu kuhusu jambo hili, kipi ambacho unadhani kwamba tumejifunza, ingawa tumesema tangu mwanzo kwamba amesema Jabir kwamba makosa yetu mkuto kujifunza kwa historia. Je, mkasa huu uliotokezea miaka 25 baada ya ule wa Zanzibar wa mwaka 2001 ni kweli ulimaanisha kuto kujifunza kwa taifa? Asante. Unajua mimi nimeathirika, kwa mtu anaangalia kisogo cha mzee wake. Nimeathirika na nyumbani na mzee wangu, na mzee wangu ambaye sijaishi naye kwa muda mrefu, lakini muda mfupi nilioishi naye ameniathiri sana. Alikuwa tukifika magharibi, tukishasali kabla hajaanza revision, kakaangu dadangu, alafu anamwambia kakaangu, umesoma leo habari zinasema nini? Yeye anajifanya ignorant tukishasoma. Kwa hivyo nimeathirika na kusoma magazeti kutokana na mzee ambaye yeye anafariki mzee mimi na umri wa miaka 15, lakini muda huu mfupi nilioishi naye nimeathirika sana. Sasa hebu kwanza tusiingie tu moja kwa moja tukachukia hapa tunapotaka kuzungumza, labda turudi kwanza tujiulize hizi kamisheni nini maana yake na kwa nini zinaundwa.
na sisi tulete ilaji, tulete dawa ya aina gani ya kuponesha. Nafikiri hapa ni muhimu. Unajua kama Kenya, tukichukua Kenya, kuna ile ya Gothenburg, kuna ya Ouko, nazikumbuka hizo zote, Naam. na zote zikashindikana. Hii ya nani ya Ouko alipewa jaji Even Gicheru, hajafika pale, ikavunjwa mbali. Sisi angalau tumeipokea, ilivunjwa mbali. Alafu tena kuna ya Kirimu, ziko nyingi kwa Kenya. Alafu pia kwetu hapa tunazijua. Kuna Nyalali muhimu ya 91, kuna ya Warioba 96 ile moja, alafu kuna ya Kisanga iliongozwa na yeye huyo Kisanga kuratibu maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya katiba, white paper. Kuna mabadiliko ya katiba iliongozwa tena na Warioba alafu tena kuna hii ambayo unataka tuizungumzie sasa. Mimi nitakuomba kidogo niachie nirudi nyuma sana. Hapa wakati wa ukoloni kulikuwa na jaji wa kizungu akiitwa Sir John Gray. Sir John Gray. Sir John Gray alipewa yeye Commission of Inquiry moja ya kupotea the loss of schooner Hiari Yako. Hii skuna inatoka Madagascar, inapita Komoro, inapita Mayotte, inakuja Zanzibar. Lakini hiyo tusizungumze, tuizungumze hii a land dispute ingeze. Nafikiri hiyo tuna haja kuitafuta na kuisoma. Moja tu alipewa afuatilie, na yeye ni jaji, afuatilie kwa nini hawa kina Mazurui wanagombana wananchi katika eneo la Ngezi. Kwa hivyo akaja na ripoti, yani ukisoma ile ripoti unaona ule utaalamu. Mimi nafikiri kwamba kama hii yetu hii ya juzi ina mabingwa wa mabingwa, lakini hawajakuwa ni katika taaluma ya kufanya utafiti na kuandika kitu cha maana, kwa sababu wote wamekuja katika level, highest level. Wote highest level ni watu wa weledi. Sir John Gray alikuja kuwatrace, watafuta hao watu wa Pemba, hasa origin yao inatokea wapi. Anaanza hapo, halafu kwa nini na hawa Mazurui ni nani na walifika vipi Pemba. Kapewa hadudi rejea, lakini mwenyewe akajiongezea kazi, wametokea wapi na kwa nini wanagombana, na mwisho anakuja na recommendation zake very strong. Sasa kuna commission of inquiries nyingi za Tanzania, za Kenya. Nakumbuka Zimbabwe, ule wakati walikuwa na wale Maasai, sijui wakiitwa nani, walikuwa treni na Makorea wa Kaskazini, zikatolewa. Sasa hapa kuna kitu Ghasani naweza kusema, na Ali kaondoka au sijui yupo sasa hivi. Uingereza upo sasa hivi, Uingereza wana kitu, kila mchezeshaji mpira anatakiwa aeleze timu yeye mshabiki wa timu gani. Imekuja kuonekana kwamba kuna balaa, kuna marifari anapewa chezeshe, kumbe timu yake ndio ile anayochezesha. Sasa nafikiri unatarajia kitu gani? Sasa mimi nikasema hivi, fanye hivi. Watu wanataka katiba itengenezwe bodi, ambayo bodi hii ndio inapendekeza watu wa kuomba, watu wa kufanya nini, wa kuomba katika Commission of Inquiry, halafu watahojiwa kadamnasi na watu wanawasikia. Kazi ya kiongozi wa juu ni moja tu, kuwaidhinisha basi, na hapo itakuwa katika category, katika wale ambao tutasema wa NGO, wale wa katika dini. Hata wakija 50 wakija 100 tutawahoji, halafu wao watakuwa wao si mali yao, na ile ni mali ya nini, ya watu wote.
Sasa hapa hata mwenyewe mwalimu aliwahi kusema kwamba mnanipa vyeo vya kunifanya mwisho niwe dikteta, na tumeona matokeo. Kwa hivyo mi nafikiri tunahangaika, tunataka katiba, ni lazima tujue tunaandika kitu gani na tunataka kitu gani. Sasa hivi katiba zinazosifiwa moja ni ya Kenya, japo kuna Varange, Ghana, japo kuna Varange, South Africa. Hizi ndio katika katiba ambazo za Afrika zimetengenezwa vizuri kabisa, kwa sababu mwisho kama tunatoa mwanya nchi zetu za Afrika wanajeshi waingie, na wakiingia wanajeshi wakileta mabadiliko, unamwona Ibrahim Traore. Kwa hivyo mi nafikiri nachokifikiri hii imefanya kazi, hatukatai, imekuja na nini, lakini haijakuwa mpaka sasa hivi haijakuwa. Hatujui, watu wanasema tu baadhi ya vipengee na kuna wakati niliosoma katika Mwanahalisi, nafikiri walisema kwamba walipokuja na rasimu ya kwanza, draft ya kwanza ilikataliwa, wakaambiwa rudini tena. Sijui kama ni porojo za magazeti tu au vipi, lakini ilikataliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mamlaka ya referee. Mamlaka ya referee ndio ilileta matatizo, na tulipoanza mazungumzo tulisema ya mwamba ngoma, mchinja mbuzi, zote hizi ni misemo yetu. Nafikiri tunataka hii tuiondoe, na hii sasa hapa ilipo patiwa tuisome sote, toe comment zetu, na hizi comment zirejeshwe, ziwe incorporate, ziingizwe, halafu tutaona tunakwenda wapi, tutajua kinachofuatia ni kitu gani. Kwa hivyo mimi mmoja vile vile katika nilifurahia wale waliochaguliwa, lakini vile vile nilikuwa na mashaka yangu vile vile kwa kujua referee na timu yake. Referee na timu yake itakuwa lazima timu ishinde, sio wazungumze, wanasema wacheze ugoma kwa yule anaopiga zumari, sio. Mimi nimekuja na hapo kwamba si mtu wa siasa, lakini nasoma magazeti, nasoma vitabu. Asante. Tuache wanasiasa. Asante. Albert alisema mwanzo hapendi kuizungumzia yeye. Na mwanasiasa mimi kwa sababu za kiufundi sitalizungumzia hilo. Tumekuja radhi, hakuna shaka Saleh. Tumpe mchambuzi wa habari kutoka Iran. Naam, Abdul Fattah. Wallahi Alhabib, na mimi kuhusu hili sina mengi ya kuweza kuzungumza au kuweza kulizungumzia hili, kwa sababu sijalifuatilia sana kwa karibu, lakini kama anavyoeleza Bwana Hamza, nukta kubwa ambayo imenigusa hapa aliposema kadhia ya marefa wa Uingereza na kuhusu vilabu vyao. Mimi pia binafsi, kwa masikitiko, kwa bahati mbaya, nilikuwa na mashaka hayo kwamba hii tume ambayo imeundwa, kwa kuwa hawa waliopendekezwa hapa wengi wanaonekana ni watumishi wa umma, hata kama ni wastaafu, lakini nafsi yangu ilishawishika sana kuhisi kwamba hawatokuwa na nguvu kubwa ya kuweza kufanya uchunguzi utakaokuwa kweli, hautojifunga na hali yoyote ya kutojali pengine madhara au kuibana serikali au kuitia ila serikali. Nilikuwa na wasiwasi huo tokea mwanzo. Kwa hivyo sikukaa na kiu kubwa ya kutaka kuona na shauku ya kuona kwamba nini kitatoka katika matokeo ya tume hii. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu kwa masikitiko ni kwamba tutake tusitake, inawezekana kwamba asili ya tatizo lililotokezea wakati wa uchaguzi yote yaliyoelezwa kwamba ni mambo ambayo pengine yalishapangwa kwa njia makusudi ya kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu, kwa malengo makusudi pengine yaliokuwa ni maovu ya kutaka kusababisha machafuko ya ndani, na yote haya
Lakini huu ni upande mmoja wa sarafu, lakini upande wa pili wa sarafu, kile kilichotokea wakati ule wa namna ya kukabiliana na tatizo, ambapo hapa watu wengi wanashawishika kwamba tutake tusitake, kwa upande wa vyombo vya dola navyo vitakuwa kuna makosa pia yalifanyika, na kwa namna moja au nyingine pangetegemewa kwamba kuwepo na uwajibishaji au uwajibikaji katika suala kama hilo, lakini uwezekano wa kutegemea mambo kama hayo pengine katika mazingira ya sasa ni mdogo. Kwa hivyo mimi binafsi kwa sababu sikushawishika hivi, ndio maana sikufuatilia sana yale yaliokuwa yakiendelea wakati wa kukusanya maoni, kusikiliza maoni, kusikiliza taarifa, kwa sababu nahisi kwamba tukitaka tulishughulikie ile swala kwa insafu, inabidi kweli kweli tumtafune jongoo kwa meno, tukubali kwamba katika haya kuna upande mmoja huo kama nilivyotangulia kusema, na kuna upande mwingine wa huu, upande mwingine wa pili huku, na kuwepo kweli na madhumuni au nia ya dhati ya kujikosoa na kujitahidi kuona kwamba haya pengine yasije yakajirudia tena, yakajikariri tena. Vinginevyo kama tutakuwa tunajaribu kufunika mambo, tutakuwa tunajaribu kujisafisha, basi hatuwezi kuwa na dhamana matatizo kama haya ambayo sisi kwetu Zanzibar yamekuwa si mambo mageni kwa masikitiko, na wenzetu mara hii kwa bahati mbaya sana wameyashuhudia, na katika kiwango ambacho ni cha kusikitisha na cha kutisha, yanaweza tukaja tukashuhudia tena katika siku za usoni, kama hakukuwepo hasa na ukosoaji wa dhati na kile ambacho kinachoelezwa kweli kikaweza kufanywa kazi. Labda mimi nimezungumza kiujumla hivyo kutaka kuonyesha binafsi mawazo yangu, hisia zangu na mtazamo ambao nao kuhusiana na namna nilivyoipokea suala zima tokea la kuundwa kwa tume na mpaka matokeo ya kazi yake. Kitu kimoja ambacho nakikubali ni hicho kwamba kulikuwa kuna kila sababu kwamba si lazima tatizo hili, kama ambavyo ilikuwa mashinikizo yapo kwamba lazima jambo letu hili lisimamiwe na patafutwe sijui tume huru ya nje, tume huru ya kimataifa na mambo kama hayo. Tunao uwezo sisi wenyewe kuunda tume huru. Mimi mara zote na inukuu tume ya Jaji Warioba ya tume ya katiba, kwa hakika ilifanya kazi nzuri. Bwana Albato alikuwemo humo na anajua kwa hakika kazi walifanya kazi nzuri, walifanya kazi ya kizalendo, na kwa masikitiko kwa kuwa walifanya kazi namna kama hiyo, nayo ni kwamba yale ya kusadikika ya karama hawakuheshimiwa, kazi yao haikuthaminiwa, ikabezwa. Tume ya Jaji Warioba ni mfano hai wa kusadikika. Shaban Robert, mimi ni Shihab Alhabib. Sina shukuru tena, alhamdulillah. Pamoja kabla hujamalizia, lakini ndio protokoli nataka kuivunja, kama Ustadh Abdul Fattah aliposema kuhusu kusadikika, labda ukichambue wewe na Jusa, watu watafahamu nini alichokifunza, kwa sababu kile kitabu kina mafunzo mengi sana, na akamtaja karama. Sijui ushafahamu, yani ni nchi ambayo ni ya aina yake, na hata sisi leo katika mazungumzo yake umekuwa kusadikika na karama. Sijui ushafahamu. Malizia bwana, asante sana. Jazakumullahu khair. Asante sana kabisa Bwana Hamza Rijali, Abdul Fattah Musa, Al-Saleh Albato. Jabir Jussa ameshaondoka muda mrefu kidogo, lakini nawashukuru sana pia watazamaji wetu, kama tunavyosema kila siku kwamba comment, like, share, na bila shaka tu hapa tuna pamoja wiki ijayo. Asante sana. Zanzibar, Zanzibar.